Mayahudi wanajulikana katika tarehe ya kwamba ni watu makhabithi na yadhihiri katika zama zetu leo, kwa sababu baada ya vita vya pili vya dunia na wa magharibi wakaja juu na mfumo wao ambao wanahukumu dunia leo, wakawachukua hawa binadamu waovu wakawaeka senta ya umma wa Kiislamu fi Sham, uqru dar al-Islam, wakaenda wakaweka Falastini. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah وعلى من تبعه وترسم خطاه فجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. أما بعد، إن شاء الله tukiendelea na sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wiki iliyopita tulimalizia barua za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wafalme na watawala, na hii ilikuwa ni baada ya mkataba wa Hudaybiyah. Mkataba wa Hudaybiyah ulikuwa ni mkataba ambao umezungumzia kusimamishwa vita kwa miaka 10 baina ya Waislamu na Makuraish. Kupitia mkataba huu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata amani upande wa adui yake mkubwa katika Jaziratul Arab, nao ni Makuraish. Kwa hiyo kupitia muahada Hudaybiyah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa sasa amepata nafasi ya tasfiyatil hisab ma akhbathi aduwi lahu makran wa kaidan wa ghadran wa ighra'an lil ahzab wa hum al yahud. Akawa sasa amepata nafasi ya kumaliza hisabu zake na adui habithi zaidi, adui ambaye kwamba ana vitimbi zaidi na mwenye kuvunja ahadi na mikataba, ambaye kwamba aliwaghuri ahzab ili waende wamalize Uislamu na Waislamu katika mji wa Madina ambao ni Mayahudi. Kwa hiyo baada ya Hudaybiyah Mtume akapata amani upande wa Makuraish, ikawa sasa imebaki ni tasfiyatul hisab na hawa maadui makhabithi zaidi Mayahudi. Na zaidi baada ya Bani Quraidha kule na wengineo kuweza kupigwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mayahudi wakatamarkaz katika sehemu ya Khaybar. Ikawa hii ndio sehemu ambayo kwamba imekuwa ni markaz ya Mayahudi. Mayahudi wanajulikana katika tarehe ya kwamba ni watu makhabithi na yadhihiri katika zama zetu leo, kwa sababu baada ya vita vya pili vya dunia na wa magharibi wakaja juu na mfumo wao ambao wanahukumu dunia leo, wakawachukua hawa binadamu waovu wakawaeka senta ya umma wa Kiislamu fi Sham, uqru dar al-Islam, wakaenda wakaweka Falastini na wakawapatia dola, yani serikali, na wakawa ni wenye kuwa fadhili na kuendeleza. Ndio tukaona baada ya matukio ya yale ya Oktoba 7
Mayahudi walifadhiliwa sana na wa magharibi, na Amerika ikasimama nao sana ndani ya ardhi ya Falastini na katika vita vao dhidi ya ardhi ya Gaza, wakijua kwamba hawa ndo maadui khabithi zaidi kwa umma wa Kiislamu, na tumewaweka katikati ya moyo wa umma wa Kiislamu ambao ni Sham, katika ardhi ya Falastini, ili iwe ni kambi yao kubwa dhidi ya mwamko wote wa umma, na umma katika eneo kama hili wasienue kichwa. Yahudi itakuwa iko pale, kila anapoinua kichwa atawagota na kuwarudisha nyuma. Lakini kulingana na hali na dhurufu, mfumo wa ulimwengu ama nidhamu ya ulimwengu ambayo wa magharibi ndio kwamba ameanzisha, iko katika kuporomoka na kuanguka. Na kuanguka nidhamu ya ulimwengu ambayo hukumu dunia itaondoka, na taondoka na Mayahudi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya mkataba na Makuraish kusimamisha vita miaka 10, ikawa sasa amewageukia Mayahudi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiandaa kwenda Khaibar kumalizana na Mayahudi. Kukatokea tukio lingine dogo ambayo inaitwa Ghazwatu al-Ghaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuma ngamia wake wale wa maziwa wawe ni wenye kulisha katika sehemu ya pori upande wa Uhud, na alikuwa ametuma kijana ambaye alikuwa ni mwenye kuangalia wale ngamia na mchungaji na Salama bin Aqwa. Kisha kukatokea uvamizi ambaye kwamba mmoja anaitwa Abdurrahman bin Uyaina al-Fazari akavamia wale ngamia, akamua yule mchungaji na akachukua wale ngamia akaenda nao. Salama bin Aqwa akawa ni mwenye kupambana, na kukatumwa ujumbe, kukaletwa watu ambao watakuwa ni wenye kufuatilia wale ngamia, na mwisho alhamdulillah wale ngamia wote wakaweza kurudi. Na hii ndio hivi vita kwa uchache ndio vilivyotokea hapo katikati, vinaitwa Ghazwatu al-Ghaba, yani vita vya pori. Kisha katika mwezi wa Muharram mwaka wa 7 baada ya hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kuelekea Khaibar, na baadhi ambao hawakuwa katika safari yake Mtume kwenda umra na kutokea Hudaybiyah wakaja. Wale ambao hawakutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakataka Mtume awaruhusu waende naye katika vita vya Khaibar. Mtume sallam akaweka mwenye kunadi kwamba alla yakhruju ma'ahu illa raghbatan fil jihad, asitoke yoyote kwenda naye Mtume ila akiwa na raghba ya kwenda jihadi fi sabilillah. Amma alghanima fala, ama ghanima ngawira hakuna atakayepewa, fala yu'ta lahum minha shay, hakuna atakayepewa ghanima. Kwa hiyo ikabidi waliotoka ni wale ashabu shajara, wale walikuwa katika bai'atul ridwan, ikawa ni watu 1400 wakatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika njia ya wazi inayoelekea Khaibar. Alipofika katikati ya njia, akachukua njia nyingine ambayo itamfikisha Khaibar, lakini inaenda upande wa Sham, yani upande huu wa Palestine, Syria, Jordan, Lebanon, huku ndo Sham.
Kwa hivyo ikawa anashika njia hiyo ili Mayahudi awe kati yao na kukimbilia upande wa Sham. Akalala karibu na sehemu ya Khaibar usiku ule. Mayahudi walikuwa hawajui. Ilipopambaukiwa, mwalifu asema salla alfajra bighalas, akaswali alfajiri mapema, yani ule wakati wa mwanzo wa alfajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali mwisho usiku na kuingia alfajiri, ile wakati wa mwanzo kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuswali fajri. Kisha akapanda kipando chake na Waislamu wakielekea katika makazi ya Khaibar. Ama Mayahudi wao walikuwa hawana habari, wakatoka na majembe yao na makapu yao ili waende kulima ardhi zao, hawana habari. Walipoona jeshi laja, wakarudi wakikimbia wakisema Muhammadun wallahi, Muhammadun wal khamis, yani Muhammad na jeshi, khamis kwa maana ana jeshi ambalo kwamba anakuja nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahu akbar, kharibat Khaybaru, inna idha nazalna bisahati qaumin fasaa sabahul mundharin. Allahu akbar, kharibat Khaybar, bimaana Khaybar imeshindwa na nguvu yake imeondoka na imetukia ndani yake kharab, kwa sababu ya Waislamu watafungua kwamba ushindi utapatikana. Inna idha nazalna bisaha, sisi tunaposhukia uwanja wa kaumu yoyote ambao ni maadui, fasaa sabahu almundharin, basi ile asubuhi yao itakuwa wanapambaukiwa, hali ikiwa ni tofauti kabisa mbaya. Almundharin ambao kwamba wameonywa na washatahadharishwa. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni umbali wa kilomita 171, kilomita 100. Khaibar iko mbali na Madina kilomita 171, na makazi yake ilikuwa imegawanyika mara tatu. Sehemu inaitwa An-Nata na Katiba na Shaq. Sehemu ya kwanza ilikuwa ina ngome tatu: Hisnu Naim, Hisnu Sa'b bin Muadh, Hisnu Qal'a Zubayr. Kisha sehemu ya pili ina ngome mbili: Hisnu Ubay, Hisnu Nazar, na sehemu ya tatu Al-Katiba ina ngome tatu. Ngome ni qal'a, sehemu ambayo ni kama vile Fort Jesus zile ambazo zamani watu walikuwa wakijenga kwa ajili ya kujihami na adui anapovamia mji. Kwa hiyo wakijenga hizi husul au qilaa. Qal'a ni kubwa zaidi kuliko hisn. Qal'a ni ngome kubwa kama vile Fort Jesus, kwa zamani ilikuwa inaonekana ni ngome kubwa. Sasa hizi sehemu tatu kila moja ilikuwa ina ngome. Na katika hizi zilikuwa ziko mbele ya makazi yao Mayahudi. Na sehemu ya Khaibar kulikuwa kuna ngome kadhaa ndogo ndogo ambayo ilikuwa haifikii ngome hizi. Kwa hiyo hizi ngome ambazo walikuwa wameziweka ilikuwa ni za hifadhi mwanzo kabla ya kuweza kufikiwa kule. Mtume sallam akaweka kambi yake mashariki mwa ngome za Natat, mbali kidogo ambao mtu akirusha uta hawezi kufika. Mtume akaweka hiswara, akawafungiza hawezi kutoka, na ilikuwa ni ngome Hisn Mani, ilikuwa ni yenye kuhifadhika na ni sehemu ya juu sana, ngumu sana kupanda, na ilikuwa inaitwa ndo khattu difa al-awwal ya Mayahudi, ndo sehemu ya himaya yao ya mwanzo ya Mayahudi. Na katika ngome hii
alikuwa shujaa wao anaitwa Marhab, alladhi kana yuaddu bi1000 rajulin, alikuwa hesabika ni mtu kwa hesabu ya 1000, yani watu 1000 mtu mmoja. Kukatokea muramat baina alfariqain, wakawa rushiana viembe, masiku kadhaa yakapita, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawabashiria ya kwamba itafathiwa an-Natah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, kesho nitampatia bendera mtu raya. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ana raya na alikuwa ana liwa. Araya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni nyeusi. Kwa baadhi tuseme maandishi yaliandikwa baadaye katika zama za makhalifa na nini, lakini ilikuwa ni nyeusi, araya as-sauda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiita uqab, rayatu uqab. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipenda kuita vitu vyake akivipatia majina. Rayatu uqab, uqab ni yule ndege kama falcon au tuseme ni mwewe ambaye anaruka angani. Uqab, ukisoma historia ya uqab kwamba hali mzoga, uqab hali mzoga na hali wadudu, anakula windo lake mwenyewe uqab. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaita bendera yake uqab, rayatu uqab. Naona katika zama hizi za mporomoko wa umma wa Kiislamu, naona wengine wameiga pia, kama Amerika nao wanatumia yule falcon kama katika ishara, katika alama zao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliita bendera yake arraya, rayatul uqab. Kwa hiyo Mtume ilikuwa ni nyeusi, wanaopewa majemedari. Alliwa ilikuwa ni yakana kiongozi makao makuu ile, ambao ni nyeupe. Kwa hiyo akasema, la utiana raya ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, kesho nitampa bendera mtu ambaye ampenda Mwenyezi Mungu na mtume, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, na Mwenyezi Mungu na mtume wanampenda. Kwa hiyo muhajiruna na ansar kila mmoja akawa ni mwenye kulala usiku ule, yatamanna an yu'taha, kila mmoja atamani apewe yeye ile bendera. Walipopambaukiwa, Mtume sasa akasema, aina Ali, yuko wapi Ali? Akasema huwa yashtaki bi'ainaihi, yani aumwa na macho. Mtume sallallahu alayhi akasema muiteni, akaitwa. Fabasaqa fi ainaihi, Mtume akamtufia, akamtemea mate katika macho yake. Wadaa lahu, akamwombea. Fabaria, akapoa. Kana lam yakun bihi waj'un, kana kwamba alikuwa haumwi kabisa. Kisha akampatia arraya, akamkabidhi ile bendera. Kisha akamamrisha awalinganie kwa Uislamu kabla ya kupigana nao. Mayahudi walikuwa wamewatoa wake zao na watoto wao kwenda ngome nyingine ya pili usiku kutoka ile ngome ya kwanza, na wakaamua washuke asubuhi kwa ajili ya mubaraza na qital, mapambano. Alipoendea Sayyidina Ali radhiallahu anhu, akawaona wamejiandaa, akawalingania, wakakataa. Na Marhab akaita mubaraza, challenge ile mmoja mmoja, akiwa ametoa upanga wake na akisema, qad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalun mujarrabu idha alhurubu aqbalat talahhab. Yani asema Khaybari yajua ya kwamba mimi ni Marhab, na shaki silah, mwenye silaha, batalun ni shujaa, mujarrab mwenye tajriba ya mapambano kadha wa kadha. Idha alhurubu aqbalat, vita vikianza na kukabili, talahab, kwamba huyu shujaa anakuwa ni shujaa zaidi, huyu ambaye anajiita Marhab, na anakuwa ni thabit katika mapambano. Akatoka mmoja katika Waislamu, Amir bin al-Aqwa, akisema, qad alimat khaybaru anni amiru shaki silahi batalun mughamir.
Khaybar inajua ya kwamba mimi ni Amir, mbebaji silaha, shujaa, mughamir. Mughamir ni shujaa ambaye kwamba anaingia katika mapambano basi na uoga wala kujali wala hapigi mahesabu mengi, yani anafanya mughamara mara moja, hajali. Kwa hiyo wakapambana baina ya Amir na Marhab. Amir upanga wake, yani Marhab aliporusha upanga wake, Amir akawa ni mwenye kukinga na ngao. Kisha Amir alipokuwa anataka kumpiga upanga katika sehemu ya mguu ya yule Yahudi, upanga wake ulikuwa ni mfupi, akakosa kumpiga, akajipiga yeye katika sehemu ya goti, akawa ni mwenye kujeruhiwa, na baadaye ikawa ni sababu ya kifo chake kutokamana na ile jeraha alilopata pale. Mtume sallam akasema kuhusu Amir, inna lahu la ajraini, ana ujra mara mbili, innahu la jahidun mujahid qalla arabiyyun masha biha mithlahu. Asema ni wachache katika Waarabu wenye kutembea katika ardhi mfano wa Amir, kwa ile jeraha ambalo alikuwa amejipiga na kwa kufa shahidi yeye ana ujra mara mbili. Ama huyu Marhab ambaye ni katika Yahudi, Sayyidina Ali radhiallahu anhu akajitokeza katika mubaraza na akawa ni mwenye kusema, ana alladhi sammatni ummi haidara kalaythi ghabatin karihi almanzara. Asema mimi ndiye ambaye mamangu ameniita Haidar. Haidar ni jina miongoni mwa majina ya simba. Kwa ana alladhi sammatni ummi haidara kalaythin, layth ni simba pia mwenye nguvu thabiti, simba wa porini, ghabatin karihi almanzari, mandhari yake ukimwona una hofu na unatishika ukimwona tu. Ufihim bisai kaila sandara, asema nitawalipa malipo kamili, kama vile ambavyo kwamba mtu anapimiwa mizani kisawa sawa. Kwa hivyo asema nitapigana nao kwa wanastahiki, na akaweza kumpiga Marhab na akamuua. Kisha akatoka ndugu yake Marhab, Yasir, akiomba mubaraza challenge. Akatoka Zubair bin al-Awwam akakutanishwa na ndugu yake na huyu, kisha kukatokea vita vikali, wakauliwa katika ashraf, vigogo wa Kiyahudi, na wakakosa nguvu, inharat maanawiyatuhu, wakawa ni wenye kurudi nyuma. Waislamu wakawafuata mpaka wakaingia katika ngome na wakashindwa Mayahudi, wakaenda katika ngome ya nyuma ambao ni ngome ya tatu, Hisnu Sa'd. Kwa hiyo Waislamu wakawa ni wenye kupata ngawira, wakapata chakula kingi, wakapata tende, wakapata silaha. Kisha Waislamu wakafuata ile ngome ya Sa'd chini ya himaya ya uongozi wa Hubab al-Mundhir, ikadumu siku tatu. Siku ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ghanima atawagawanyia wapiganaji na watu wapigane. Waislamu wakajitolea, vita vikali vikapita, wakashindwa Mayahudi. Waislamu wakafungua ile ngome kabla ya jua kuzama, wakapata ghanima nyingi, chakula, na ikawa ni ngome yenye chakula kingi na mafuta mingi, mafuta ya ng'ombe na nini, na ambao kwamba Waislamu walitosheka sana kutokamana na kufungua ngome kama hii. Na kabla ya hapo Waislamu walikuwa katika majaa, walikuwa katika njaa, mpaka wengine walikuwa wamechinja punda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kula punda wa nyumbani, na watu walikuwa washapika wametokota kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wazime, na watu walikuwa wako tayari kula kabla ya kufunguliwa ngome hii. Na hapa ndo tupata faida tukisoma katika baadhi ya vitabu kwamba masahaba walikuwa wakiambiwa kitu na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanafanya mubadara, wanakimbilia katika kujilazimu na sheria. Walikuwa wako tayari
punda ushatokota na watu wako katika majaa, Mtume sallallahu akaharamisha punda, Waislamu wakawacha, hawakula punda. Kwa hiyo katika matukio kama haya ndio wakaweza kufathi ngome kama hii. Mayahudi wakaenda katika sehemu za nyuma, nayo ni ngome ya tatu na ambayo iko katika sehemu ya Natah. Ama Waislamu wakaweza kufanya hisar tena, na siku ya 4 Yahudi mmoja akawajulisha sehemu ambayo kwamba wanapata maji, ambao Mayahudi walikuwa wakitumia maji, wakakatiwa maji, wakatoka wakapambana sana, kisha wakashindwa na wakaenda nyuma tena katika ngome inaitwa Shaq. Islamu wakawafuata, wakawafungiza, wakatoka liashaddi alqital, akatoka katika mashujaa wao akitaka mubaraza, wakauawa. Kisha Waislamu wakawa wenye kuvamia ngome, kukatokea mapambano makali ndani ya ngome takriban jisaa zima. Kisha Mayahudi wakakimbilia ngome ya pili, Hisnu Nizar. Katika hii sehemu inayoitwa Shaq ilikuwa ni ngome ya pili ambayo ndio ya mwisho. Kisha Waislamu wakapata ghanima, kisha wakaenda katika hiyo Hisnu Nizar, ilikuwa iko sehemu ya juu ya jabali, na walijizatiti sana, na walikuwa wana kama shibhu yaqini ya kwamba Waislamu hawezi kuwafikia. Kwa hivyo wakakaa na watoto na wanawake kule, wakafanya mukawama wa hali ya juu, wakitupa viembe na mawe. Waislamu wakasimamisha minjaniq, ile mashini ile ya kutupa mawe, ya kurusha mawe kama kama panda vile, minjaniq. Basi wakaingia hofu, wakaenda katika sehemu ya Al-Katiba, na Waislamu wakapata ngawira nyingi sana na vyombo vya shaba na vingine vimetengenezwa na udongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, iksiluha watbukhu fiha, osheni na mupike. Kisha ngome Katiba, Waislamu wakaenda mbele, wakafungiza siku 14 au siku 20. Ikasemekana kwamba Mayahudi walitaka amani. Katika baadhi wanasema Waislamu fatahu unwa, na Wayahudi wakakimbilia ngome zingine zilizobakia, na walipofuatwa wakataka amani, kwamba watoke katika sehemu ya Khaybar na ardhi za Khaybar wakiwa na wake zao na watoto wao. Wakaekewa ahadi hilo na wakaruhusiwa wachukue mali kile ambacho wataweza kubeba, isipokuwa dhahabu na fedha, na wasichukue farasi wala silaha. Kisha katakayeficha katika chochote katika mali ile, dhima itakuwa imeondoka. Wakasalimisha ngome 3 au ngome 2 zilizobaki. Waislamu wakapata ghanima au ngawira, takriban nguo za kijeshi 100, panga 400, mikuki 1000, nyuta takriban 500, na baadhi ya kurasa za Taurat wakampa anayetaka. Kuna bwana mmoja anaitwa Kinana bin Abi al-Huqaiq, yeye na ndugu yake walificha dhahabu na fedha, na ikaondoka ile dhima na wakaweza kuuawa. Na Safia bintu Huyay bin Akhtab alikuwa chini ya huyu bwana anaitwa Kinana, na yeye akaingia katika sabi, akawa ni katika sabaya. Idadi ya vita hivi ya watu waliouawa katika vita hivi, Mayahudi walikuwa ni 93 na Waislamu ni 15 au 16. Vilikuwa vita vikali kwa siku kadhaa hayo, lakini waliouawa ni watu wachache sana ukilinganisha na vita vya leo ambao kwamba wanauliwa maelfu na maelfu, bali kufikia mamilioni, manuclear na manini. Kuna mmoja asema tofauti baina
Waislamu walipokuwa wanahukumu dunia na ulimwengu wa leo, ni kwamba Waislamu walikuwa wavumbuzi kweli, mambo mengi, mambo ya tiba, mambo ya nini na nini, mengi walikuwa wavumbua, lakini hawakuwa wavumbuzi sana katika silaha ya kuangamiza watu. Vita vilipiganwa zamani, lakini hakukuwa na silaha za maangamizi kuweza kuangamiza watu na kumaliza watu. Lakini wa magharibi leo, kikubwa ambacho kwamba wamekuwa ni wavumbuzi zaidi ni uvumbuzi wa silaha za kuangamiza watu. Hili ndio wameliwekea muhimu zaidi na wakalishikilia zaidi, ikawa vita vinavyopiganwa leo ni vita vya kuangamiza. Ala kulli hal, Khaybar ikafunguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akitujalia tutakuja kueleza baadhi ya waliokwenda Habasha ambao walikuja na wakaweza kupata ghanima na istilam ahli Fadak. Fadak ni ardhi ambayo watu wake walijisalimisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaichukua ile ardhi, na ina tarehe ndefu baina ya baadaye nyuma baina ya mama Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu. Kuna khilafu za kimadhehebu baina ya Waislamu, lakini si mahala pake kuzungumza haya. Ala kulli hal, hii ndo Khaybar, na Mayahudi wa leo wakumbushwa kila leo, Khaybar Khaybar ya Yahud, jeishu Muhammad saufa yaud. Khaybar, wakumbuke Khaybar ni jeishu Muhammad saufa yaud amma qarib insha Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.